ya dawa ambazo zinafaa kuepukwa na mtu mwenye vidonda vya tumbo, lakini huko mbeleni nitaeleza akitumia, endapo akitumia nini kitaweza kumtokea. Sasa dawa nyingine ni Diclofenac kama mnavyoona hapa. Hii ni Diclofenac ambayo ni Diclofenac MR, ni muscle relaxant. Muscle relaxant hii ina nguvu kuliko hii Diclofenac ya kawaida. Sasa unaweza kujiuliza, huyu mtu katika lea yake ya tumbo inakuwa iko wazi, ambapo hizi gastric juice au acid ambazo zinakuwa zimezalishwa kwa ajili ya kumeng'enya chakula zinakuwa zinamwagika moja kwa moja kwenye sehemu ya vidonda au sehemu ile ya ngozi ambayo ni ngozi ya ndani ya tumbo, na hivyo kuchochea kuongezeka kwa vidonda vya tumbo na kuerodi, tunasema kwa Kiswahili ni kama kulika kwa lea ile ya juu. Lakini pia dawa za maumivu ambazo zinapaswa kuepuka na mtu mwenye matatizo ya vidonda vya tumbo. Dawa za maumivu ambazo hapaswi kutumia mtu mwenye vidonda vya tumbo. Basi mtazamaji, mtu mwenye vidonda vya tumbo tunaweza sema ni miongoni mwa watu ambao wanaishi kwa masharti makubwa sana, hasa inapokuwa vidonda ni vya muda mrefu. Licha ya kwamba kuna baadhi ya vyakula yanafaa kuepuka, lakini pia ziko baadhi ya dawa, hasa dawa za maumivu ambazo inapaswa kuepukwa kabisa kutumia, kwa sababu akitumia kuna uhatari mkubwa wa kuongeza tatizo la vidonda vya tumbo, lakini pia kufanya kuchelewesha uponaji. Kuchelewesha uponaji na muda mwingine kufanya ashindwe kupona kwa wakati, hata kama anatumia dawa sahihi na nzuri zenye uwezo mzuri kiasi gani. Sasa leo tutaangalia hapa kwa ufupi tu baadhi ya dawa ambazo hizi kiukweli anapaswa kuepuka kabisa. Ni dawa za maumivu ambazo zinatumika katika hali ya kawaida au kwa mtu mwenye afya ya kawaida, lakini kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo anapaswa kuepuka kabisa. Sasa leo tutaongelea kundi hili la hizi ambazo kitaalamu zinaitwa non-steroidal anti-inflammatory drugs, yani NSAIDs. Ambapo katika kundi hili linajumuisha dawa kama Diclofenac, aspirin, ibuprofen, piroxicam, naproxen, ketoprofen na baadhi ya dawa. Sasa hapa nitakuonesha ambazo hazijatajwa moja kwa moja katika listi hii fupi ambayo nimetaja, lakini zinapatikana katika mchanganyiko pamoja na dawa zingine. Tukianza na namba moja kabisa, Diclofenac. Diclofenac ambayo imezoeleka sana kutumika na watu wengi ni kama hii hapa. Hii ni Diclofenac ya miligramu 50 kama unavyoiona hapo. Sasa hii ni mojawapo ya dawa ambazo zinafaa kuepuka. Sasa Diclofenac inaweza ikawa kama hiyo au inaweza ikawa ya kampuni nyingine, kwa mfano kama hii. Hii ni Diclofenac ya miligramu 100 ambayo hii ni kali zaidi kuliko ile. Kiufanisi wa kutuliza maumivu, hii iko na uwezo mzuri kuliko ile ambayo tumekwisha iona, lakini vivyo hivyo hizi zote ni hatari kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo, ni hatari sana. Diclofenac ndio hii hapo. Dawa ya pili ni ibuprofen. Ibuprofen wengi mmezoea kuita Brufen. Inatumika sana kwa matatizo ya maumivu na homa, muda mwingine maumivu ya tumbo. Sasa hii kwa mtu wa vidonda vya tumbo inatakiwa asitumie kabisa, kwa sababu nitaeleza huko mbeleni uhatari wake. Ni moja ya dawa ambazo ni hatari sana kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo. Ni dawa za maumivu, lakini haipaswi kutumika kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo. Dawa ya tatu ni aspirin. Sasa aspirin hapa nimeonyesha action, lakini
aspirin. Iko dawa ambazo zinaitwa aspirin, lakini katika hii action ndani yake kuna mchanganyiko wa aspirin pamoja na caffeine. Kwa hivyo unapata kuona dawa zozote ambazo zinakuwa zina mchanganyiko wa aspirin pamoja na caffeine inakuwa sio salama kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Hii hapa ni dawa nzuri kwa ajili ya maumivu, hasa maumivu ya kichwa na homa, lakini dawa hii inafaa kuepukwa na mtu wa vidonda vya tumbo kutokana na ukweli kwamba ina kiwango kikubwa sana cha aspirin ndani yake. Ina kiwango kikubwa sana cha aspirin, ambapo mtu wa vidonda vya tumbo akitumia hii kama unavyoona hapa, za kazoom kameramani hapo upate kuzoom, ina takriban miligramu 600 ya aspirin, ambayo aspirin kwa jina la kitaalamu inaitwa acetyl salicylic acid. Kwa hii dawa akitumia mtu mwenye vidonda vya tumbo, yani ndani ya dakika 15 itabidi uite ambulance, kwa sababu hali atakayokuwa nayo itakuwa ni mbaya sana. Dawa ya 4 ni mefenamic acid. Hii mefenamic acid kama jina lake lilivyo, yenyewe tu ni acid tayari. Kwa hivyo kwa structure yake, kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo akitumia hii ni kama tu yule aliyotumia aspirin, yani dakika 15 nyingi atakuwa na hali mbaya sana, na kwa hivyo inapelekea hii dawa pia kuwa katika kundi ambalo la dawa ambazo zinafaa kuepukwa kabisa na mtu mwenye vidonda vya tumbo. Sasa hii mefenamic ziko za aina za kampuni tofauti. Kwa hapa nimechukulia tu mfano hii, lakini ziko za kampuni tofauti. Kwa mfano hapa tuko na kampuni hii. Lakini tuko na kampuni hii ambayo nimeonyesha mwanzo, lakini kuna kampuni nyingine ambayo inakuwa namna hii. Hii yote ni mefenamic acid, na hizi zote zinafaa kuepukwa na mtu wa vidonda vya tumbo. Dawa nyingine ni hii hapa, ambayo ni dawa 3 imezoeleka kabisa. Lakini dawa 3 kwa nini pia inaingia kwenye kundi hili? Kwa sababu katika dawa 3 kuna mchanganyiko wa aspirin na caffeine. Kama nilivyokwisha eleza, dawa yoyote ambayo inakuwa na aspirin kwa mtu wa vidonda vya tumbo inakuwa sio rafiki, lakini pia uwepo wa caffeine pia unapelekea kuongeza hatari kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Nitaeleza kwa kina huko mbeleni kwamba huyo mtu wa vidonda vya tumbo akitumia hizi dawa nini kinamtokea. Maana hapa naeleza tu listi ya dawa ambazo zinafaa kuepukwa na mtu mwenye vidonda vya tumbo, lakini huko mbeleni nitaeleza akitumia, endapo akitumia nini kitaweza kumtokea. Sasa dawa nyingine ni Diclofenac. Kama mnavyoona hapa, hii ni Diclofenac ambayo ni Diclofenac MR, ni muscle relaxant. Muscle relaxant hii ina nguvu kuliko hii Diclofenac ya kawaida. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini Diclofenac? Diclofenac inakuwa na mchanganyiko wa diclofenac pamoja na paracetamol. Paracetamol mwenyewe haina shida, lakini kwa habari ya diclofenac hii ndio inapelekea kuwa Diclofenac pia inafaa kuepukwa na mtu mwenye vidonda vya tumbo. Na hapa utapata dawa zote zenye mchanganyiko wa diclofenac pamoja na dawa nyingine au ibuprofen pamoja na dawa nyingine, pia zote zinakuwa ni hatari kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo. Hii Diclofenac MR yenyewe kwa ndani inakuwa inafanana kama hivi. Kama hivi. Hii pia inafaa kuepukwa na mtu mwenye vidonda vya tumbo. Lakini pia Vivian Plus kama hii imezoeleka sana na watu. Ukiangalia hata katika box yake hapo utaona ina mchanganyiko wa diclofenac pamoja na paracetamol. Sasa
hii pia inakuwa ni hatari kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Kwa hivyo mtu mwenye vidonda vya tumbo inafaa kuepuka kutumia Vivian Plus. Dawa nyingine ambayo ni ya kuepukwa na mtu wa vidonda vya tumbo ni Flama. Kwa nini Flama? Kwa sababu Flama pia ni sawasawa na ile Diclofenac muscle relaxant ambayo tumeiona. Kwa hiyo ina mchanganyiko wa diclofenac pamoja na paracetamol pamoja na dawa nyingine ambayo ni chlorzoxacin, ambayo hii ni kwa ajili ya muscle relaxant. Lakini uhatari wake unatokana na uwepo wa diclofenac katika huo mchanganyiko katika hii dawa. Lakini dawa nyingine ambayo pia ni hatari sana kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo na inafaa kuepuka ni Piroxicam. Piroxicam ndio hii imezoeleka sana, hii pia imezoeleka sana kwa matumizi mbalimbali, hasa maumivu ya mifupa, lakini maumivu ya meno na maumivu ya kichwa. Hii Piroxicam, mtu wa vidonda vya tumbo akitumia hii ndani ya nusu saa inabidi uite ambulance, kwa sababu hali atakayokuwa nayo saa hiyo itakuwa ni mbaya sana. Sasa dawa gani nyingine inafaa kuepuka ni hii hapa, Muscle Plus. Muscle Plus kwa nini inafaa kuepukwa? Kama alivyosema ndani ya hii Muscle Plus ni sawa kama ile Diclofenac MR, ni sawa kama Flama MX. Hizi ni muscle relaxant ambazo zinakuwa na mchanganyiko wa paracetamol pamoja na diclofenac na chlorzoxacin. Sasa hii diclofenac na chlorzoxacin zenyewe ndio ambazo zinaleta uhatari kwa mtu wa vidonda vya tumbo, na hivyo kufanya hili kundi pia au hii dawa pia kuwa ni moja ya dawa za kuepukwa kabisa na mtu wa vidonda vya tumbo. Lakini kuna dawa kama Headaches. Dawa kama Headaches kama unavyoiona hapo. Headaches yenyewe haina diclofenac, isipokuwa ndani yake kuna caffeine. Sasa hii caffeine ndio inafanya hii Headaches ichukuliwe kama ni dawa mojawapo ambayo inafaa kuepukwa na mtu wa vidonda vya tumbo, kwa sababu ina athari sawa na aspirin, ambayo pia aspirin ipo katika hii Headaches. Kwa dawa yote ambayo itakuwa na mchanganyiko wa aspirin au caffeine au diclofenac au chlorzoxacin, ile hizi zote zinakuwa zina uhatari, au mefenamic acid, hizi zote zinakuwa na uhatari kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Lakini kwa nyongeza tu, kuna dawa ambazo zenyewe sio kwa ajili ya maumivu, ila pia zinafaa kuepukwa kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Dawa kama vitamin C ambayo ni hii, au multivitamin ambayo itakuwa na mchanganyiko wa vitamin C. Hii haifai kuepukwa, isipokuwa inatakiwa itumike kwa umakini na maelekezo maalum ya mtaalamu wa afya. Mpenzi mtazamaji, unaweza kujiuliza sasa, kwa nini tunasema hizi dawa ni hatari au inafaa kuepuka? Kwa sababu hizi dawa zinachochea kitu tunaita internal bleeding, ambapo kwanza zinazuia kemikali maalum ambayo kwa kitaalamu inaitwa prostaglandin. Hii prostaglandin ni kemikali ambayo huwa inasaidia kuweka layer au tabaka kati ya ile layer ya juu ya tumbo au tumbo na kemikali ambazo au tindikali au acid ambazo zinakuwa zinazalishwa na mwili kwa ajili ya kumeng'enya vyakula. Sasa hizi dawa zinaizuia uzalishaji wa hii prostaglandin. Kwa hiyo
huyu mtu katika lea yake ya tumbo inakuwa iko wazi, ambapo hizi gastric juice au acid ambazo zinakuwa zimezalishwa kwa ajili ya kumeng'enya chakula zinakuwa zinamwagika moja kwa moja kwenye sehemu ya vidonda au sehemu ile ya ngozi ambayo ni ngozi ya ndani ya tumbo, na hivyo kuchochea kuongezeka kwa vidonda vya tumbo na kuerodi, tunasema kwa Kiswahili ni kama kulika kwa lea ile ya juu. Lakini pia hizi huwa zinaweza zikasababisha kitu ambacho kitaalamu tunaita perforation. Perforation ni kusababisha matundu katika tumbo au utumbo, sehemu ya ndani ya tumbo au utumbo. Kwa hiyo hii inakuwa ni hatari sana kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Lakini pia inaongeza kiwango cha acid tumboni, ambapo kwa mfano dawa kama diclofenac inaweza kufanya tumbo litengeneze acid zaidi ya ambavyo ilitakiwa. Kwa hivyo hii kwanza itaumiza tumbo, lakini pia inachochea kuongezeka kwa vidonda vya tumbo, na kwa vidonda ambavyo tayari vipo inafanya visipone kwa wakati. Lakini inaongeza hatari ya kutokwa na damu kama nilivyokwisha sema. Kama utakuwa na ushawahi kusikia watu wa vidonda vya tumbo, kuna wakati inafikia mtu anapata kujisaidia choo cheusi. Hii huwa inatokana na kwamba huyo mtu amevujia damu ndani kwa ndani. Sasa nisimalize madhara yote, nitakuja na session maalum kabisa ambayo itaelezea madhara ya dawa hizi za maumivu endapo zikitumika kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo, ambapo tutaelezea kwa kina kabisa kutoka moja hadi mwisho. Natumaini utakuwa umejifunza kitu hapa, kwa hivyo unaweza ukashare na watu wengine ili wapate kujifunza elimu hii muhimu kabisa. Usisahau kulike, comment na kushare. Karibu.